Karibu tena msikilizaji wetu kwenye kipindi cha mpango wa kufundisha wa Remedify. Leo tunafanya kitu ambacho tunapenda sana hapa, tunachimba kwa kina. Tunachimba kweli kweli. Tunachimba kwenye maelezo muhimu kuhusu lishe na afya. Na leo macho yetu yako kwenye dhana moja maalum, inaitwa Rock Solid Diet. Rock Solid Diet. Na hasa hoja zake kuhusu haya mafuta maarufu omega 6. Kabisa. Tumepitia dondoo kutoka kwenye maudhui yanayoielezea hii mbinu, na hasa inavyogusa huu uwiano unaozungumzwa sana kati ya omega 6 na omega 3. Ndiyo. Lengo letu hapa ni kukusaidia wewe unayetusikiliza kuelewa vizuri hoja kuu zinazotolewa hapa. Ni nini hasa kuhusu haya mafuta? Kuna madhara gani yanayodaiwa? Na muhimu zaidi, unaweza kufanya nini? Basi, bila kupoteza wakati, tuanze kuchimba pamoja. Moja kwa moja kwenye mada. Hili swala la uwiano wa omega 6 kwa omega 3. Tumesikia sana lengo linapaswa kuwa kama 2 kwa 1, kitu kama hicho. 2 kwa 1 ndio lengo linalotajwa mara nyingi. Lakini sasa, hapa ndipo maelezo haya yanapoleta mshtuko kidogo. Yanadai, kwa mfano Marekani, uwiano umefika 20 kwa 1. 20 kwa 1. Hiyo ni tofauti kubwa mno kutoka kwenye lengo. Kubwa mno. Na hapa ndipo hoja ya kwanza muhimu inapoanzia. Chanzo hiki kinasema kujaribu kusawazisha huo uwiano wa 20 kwa 1 kwa kuongeza tu omega 3 kama vile vidonge vya mafuta ya samaki ni vigumu sana. Yaani, kama kujaza pipa lililotoboka kwa kutumia kikombe. Hasa, kwa nini? Kwa sababu kiasi cha omega 6 tunachokula ni kikubwa mno. Maelezo haya yanakadiria Marekani wa kawaida anakula, fikiria, gramu 40 za omega 6 kwa siku. Gramu 40. I say. Hiyo inaelezea ugumu wa kusawazisha. Ili kufikia 2.1 na gramu 40 za omega 6 ungehitaji gramu 20 za omega 3 kila siku. Ndiyo. Na wanatoa mfano halisi. Kufikia gramu 20 hizo ingekulazimu ama kumeza vidonge kama 67 vya mafuta ya samaki kila siku. 67? Au kula zaidi ya kilo 1 ya samaki aina ya salmoni kila siku. Hapo sasa, hiyo haiwezekani kwa wengi wetu. Ni wazi kabisa. Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo ujumbe mkuu hapa, kulingana na chanzo hiki, sio kujikakamua kuongeza omega 3 tu, ni kushughulikia mzizi wa tatizo. Na mzizi ni kupunguza kwa kiasi kikubwa sana ulaji wa omega 6. Maelezo haya yanadiriki hata kuyaita haya mafuta ya omega 6, hasa kutoka mafuta ya mbegu, sumu ya kibiolojia. Sumu ya kibiolojia. Hiyo ni kauli nzito. Na hapo ndipo hii Rock Solid Diet inapoingia sasa. Ndiyo hapo, na jina lenyewe lina maana. Rock Solid ni kifupi cha... Ngoja nikisie. Reduction of... kitu. Karibu. Ni reduction of chronic sickness through a seed oil limitation diet. Okay, kupunguza magonjwa sugu kupitia lishe inayodhibiti mafuta ya mbegu. Ina mantiki kabisa, na lengo lake kama linavyoelezwa ni kukupa wewe mwongozo wa kivitendo, sio tu kukwambia pungua, bali jinsi ya kupunguza. Yaani, ni vyakula gani hasa vya kuepuka, pengine hata kiasi gani unaweza kula bila kuzidisha. Ramani kamili. Hiyo ndio inaonekana kuwa dhamira yake. Kukupa dira, yani katika ulimwengu huu wa vyakula vingi. Sawa, tuende kwenye sehemu nyingine nzito. Uhusiano unaodaiwa kati ya ongezeko la omega 6 na haya magonjwa ya ustaarabu. Hapa ndipo hoja inapata uzito zaidi, sio? Kabisa. Maelezo yanatumia takwimu za kihistoria kuonyesha mabadiliko makubwa. Mfano, mwaka 1900, chanzo kinasema vifo vikuu vilikuwa magonjwa ya kuambukiza. Nimonia, kifua kikuu, kuhara. Mambo ambayo sasa tunayadhibiti vizuri zaidi kwa kiasi kikubwa. Lakini ukiruka hadi 2010, picha ni tofauti kabisa. Magonjwa sugu ndiyo yanatawala. Ugonjwa wa moyo, saratani, kiharusi, Alzheimer, kisukari aina ya 2. Na namba zenyewe? Maelezo yanatoa mifano, naamini. Ndiyo, na ni za kushangaza. Kwa mfano, ugonjwa wa moyo. Chanzo kinasema ulikuwa nadra sana. Wanatoa mfano wa daktari maarufu Osle. Huko nyuma, hakuona mshtuko wa moyo kwa miaka mingi. Ajabu kidogo kusikia hivyo leo. Kweli, lakini kufikia miaka ya 1930 ulikuwa sababu kuu ya vifo Marekani.
na mwaka 2010 unachangia 32 ya vifo vyote, ongezeko la mara 12, wanasema. Mara 12. Na saratani? Saratani kutoka kuwa nadra sana, moja kati ya 188 huko Boston 1811, hadi kuchangia karibu theluthi ya vifo, 31.1% mwaka 2010. Ongezeko la mara 62. Mara 62, hizi ni namba kubwa mno. Kisukari aina ya tu? Kutoka kuwa nadra hadi kuathiri karibu mtu mmoja kati ya 10 Marekani mwaka 2015. Ongezeko la mara 25 hadi 28 ndani ya miaka 80 tu. Na unene uliokithiri, obesity? Huo nao kutoka chini ya 2% karne ya 19 hadi karibu 40% mwaka 2015. Ongezeko la mara 33. Na utabiri ni kufika 50% ifikapo 2030. I say, mabadiliko makubwa kweli. Sasa chanzo kinasema maelezo ya kawaida hayatoshi kuelezea ongezeko hili lote, kama kula sana tu au kutofanya mazoezi. Ndiyo, hoja ni kwamba hayo pekee hayaelezi ukubwa huu wa mabadiliko. Na hapa ndipo wanamgeukia Ancel Keys, Yule wa nadharia ya mafuta yaliyojaa, saturated fat, na kolesteroli kusababisha ugonjwa wa moyo. huyo. Chanzo kinagusia jinsi wazo lake lilivyoenea na kuathiri miongozo ya lishe kwa miongo mingi, kwamba mafuta yaliyojaa na kolesteroli ndio chanzo kikuu cha kuziba mishipa. Lakini maelezo haya yanasema kulikuwa na tatizo kwenye utafiti wake. Yanadai hivyo. Yanasema utafiti wake wa awali ulichagua nchi 6 tu zilizounga mkono hoja yake na kuacha nchi zingine 16 ambazo hazikuonyesha uhusiano huo, kwamba ilipotosha picha. Na data za sasa zinaonyesha nini kulingana na chanzo hiki? Zinaonyesha picha tofauti. Hata kinyume, kwamba nchi zinazokula mafuta yaliyojaa zaidi kama Ufaransa na French paradox yao wana viwango vya chini vya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo, kama si mafuta yaliyojaa tu, chanzo kinapendekeza nini kama kiini cha tatizo la kuziba mishipa? Hoja inayojengwa hapa ni kwamba shida sio LDL cholesterol yenyewe, bali ni LDL iliyooksidishwa ili iliyoharibiwa na kuwa rahisi kuganda. Na kinachosababisha huo uoksidishaji Ni ulaji uliopitiliza wa omega 6 hasa linoleic acid. Kwa hiyo, hoja kuu inakuwa omega 6 ndiyo inaweza kuwa chanzo kikuu cha mchakato unaopelekea atherosclerosis. Hiyo ni hoja nzito sana. Sasa inatupeleka kwenye swali, hizi omega 6 nyingi zinatoka wapi hasa kwenye mlo wetu wa kisasa? Maelezo yanatoa mchanganuo wa kuvutia. Sehemu kubwa zaidi, inakadiriwa 60%, inatoka kwenye yale mafuta ya mbegu yaliyosindikwa, vegetable oils. 60%. Ni nyingi sana hiyo. Nyingi sana. Yanayofuata ni mafuta mengine kama 11%, halafu kuku 7%, nguruwe 4%, na karanga pamoja na nafaka kama 11%. Na vipi kuhusu maziwa, mayai, nyama ya ng'ombe? Hivi vinachangia kiasi gani? Hivi, kulingana na chanzo, ni kidogo sana, kama 0.1% hadi 0.2% kila kimoja, na matunda na mboga mboga chini ya 1%. Hii inaonyesha wazi wapi palipo na tatizo kubwa. Kwa hiyo, tukiangalia vyakula maalum, ni vipi tunapaswa kuwa waangalifu navyo zaidi kulingana na maelezo haya? Orodha ni ndefu kidogo. Mayonnaise, michuzi mingi la salad, mara nyingi msingi wake ni mafuta ya soya au kanola. Okay, hizo dressings. Vyakula vilivyokaangwa kwa mafuta mengi, deep fried, kuku, chipsi, si tu chakula chenyewe bali yale mafuta ya kukaangia. Mara nyingi ni mafuta ya mbegu. Na bidhaa za kuokwa kama mikate, keki. Ndiyo. Donati, keki, biskuti, hata unga wa pizza. Wanasema mafuta ya mbegu huongezwa kuboresha umbile na ladha. Na mwisho, karanga. Aina zote zina mafuta mengi na sehemu kubwa ni omega 6. Hebu tuyachambue haya mafuta ya mbegu zaidi kidogo. Yote yana omega 6 nyingi kwa usawa? Hapana, yanatofautiana sana. Chanzo kinawiweka kwenye makundi. Kuna yale yenye omega 6 nyingi sana, zaidi ya 50%, kama mafuta ya alizeti,
soya, pamba. Alizeti na soya ni maarufu sana jikoni. Kweli. Halafu kuna yale yenye kiwango cha juu tu, kama karanga na kanola. Bado ni nyingi. Okay. Halafu kuna ya wastani, kama mafuta ya zeituni na mawese. Lakini kwa zeituni kuna angalizo muhimu. Angalizo gani? Kiwango cha omega 6 kinaweza kutofautiana sana, kutoka 3% hadi 25%. Ushauri hapa ni kuangalia lebo kwa makini, kutafuta yale yenye chini ya 10% au bora zaidi chini ya 6%. Kwa hiyo si kila olive oil iko sawa kwa kigezo hiki. Hasa. Halafu kuna yale yanayotajwa kuwa mazuri yenye omega 6 kidogo sana. Hapa mshindi ni mafuta ya nazi, coconut oil, kama 2% tu. Nazi inaongoza hapa. Ndiyo, yanapendekezwa sana kwa kupikia kulingana na hoja hii. Kwa hiyo ujumbe ni kuwa makini na mafuta ya kupikia, pendelea nazi na soma labels za vyakula vilivyosindikwa. Ujumbe umefika. Sasa kabla tujaenda mbali zaidi, ni wakati mzuri kukumbusha wasikilizaji wetu. Kama unapata uchambuzi huu kuwa wa manufaa na unataka kujifunza zaidi, unaweza kutembelea tovuti ya mpango wa kufundisha wa Remedify, yani Remedify Coaching Program, RCP. Anwani ni https://beacons.ikk2020. Kuna rasilimali nyingi huko. Ni muhimu kuangalia. Turudi kwenye uchambuzi wetu. Tuliona nyama ya ng'ombe, maziwa, samaki ziko salama kiasi, lakini kuna hii kitu inayoitwa animal fat anomaly kwenye maelezo haya. Utata kwenye mafuta ya wanyama. Ndiyo. Hii ni sehemu ya kusisimua na pengine ya kushangaza kidogo. Hoja ni kwamba data tulizokuwa tukiitumia kuhusu mafuta ya nguruwe labda zimepitwa na wakati. Data za zamani zilionyesha kama 10% tu ya omega 6. Lakini sasa imebadilika. Kwa nini? Sababu kuu inayotolewa ni chakula wanacholishwa mifugo wa kisasa. Nguruwe na kuku wanalishwa sana soya na mahindi, na tofauti na ng'ombe, wanyama hawa hawawezi kubadilisha hiyo omega 6 kwa ufanisi. Inajilimbikiza kwenye mafuta yao. Na sasa kiwango kimefikia kiasi gani? Makadirio mapya yanaonyesha mafuta ya nguruwe sasa yana wastani wa 17 hadi 18 ya omega 6. Hilo ni ongezeko la karibu 80% kutoka ile 10% ya zamani. Karibu mara mbili. Na kwa kuku? Kwa kuku hali inatajwa kuwa mbaya zaidi kidogo. Kihistoria yalikuwa juu, 29.5, sasa wastani unakadiriwa kuwa 22, na unaweza kupanda hadi 35 hadi 38 kutegemeana na chakula. Hii inaeleza kwa nini kuku wa kukaanga anatajwa sana. Hata mayai yanahusishwa. Ndiyo, hasa kiini cha yai. Wanasema hata mayai ya kienyeji au organic bado yana omega 6 nyingi kwenye mafuta yake, kama 13.5%, ambayo bado ni juu kulingana na lengo la kupunguza. Hizi ni habari zinazoweza kuvunja moyo wapenzi wa kuku na nguruwe. Kuna habari njema yoyote hapa? Zipo. Wanyama wanaocheua, ng'ombe, mbuzi, kondoo, wana mfumo tofauti. Wana bakteria wanaobadilisha mafuta, wanapunguza omega 6. Matokeo, nyama zao na bidhaa za maziwa, siagi, jibini, huwa na omega 6 kidogo sana, 2-4%. Hivi vinachukuliwa kuwa salama zaidi. Na samaki bado wako salama? Ndiyo, samaki kwa ujumla wana omega 3 nyingi kuliko omega 6. Hata wa kufugwa bado wanapendekezwa. Kwa hiyo ushauri umebadilika kidogo. Kuepuka mafuta yenye zaidi ya 6% omega 6. Hii inajumuisha mafuta ya nguruwe na kuku. Sasa, kimsingi ndiyo, ushauri unaosisitizwa ni huo. Epuka mafuta yenye zaidi ya 6% omega 6. Hii inaondoa mafuta mengi ya mbegu na inapendekeza kuwa mwangalifu sana na mafuta ya nguruwe na kuku. Pendelea nazi, mafuta ya ng'ombe, talo, siagi. Punguza sehemu zenye mafuta za nguruwe, kuku, mayai. Kula zaidi nyama za wanaocheua na samaki. Sawa. Hoja ya kupunguza omega 6 imeeleweka. Lakini tupunguze hadi kiasi gani kwa siku? Kuna namba maalumu inayolengwa? Hapa ndipo mbinu ya kuvutia inapotumika. Maelezo yanaangalia jamii za jadi, zile ambazo hazikuathiriwa na lishe ya kisasa. Walipima asilimia ya omega 6 kwenye tishu zao za mafuta. Na walipata nini? Wastani ulikuwa chini sana,
kama 3.2% tu, tofauti kubwa na viwango vya leo. Okay, 3.2%. Hiyo inatusaidiaje kujua gramu za kula? Hapa wanatumia utafiti mwingine wa Dr. Gainet. Utafiti huu ulionyesha uhusiano kati ya kiasi cha omega-6 unachokula kwa gramu na asilimia inayoishia kwenye tishu zako. Aha, kwa hiyo wakitumia huo uhusiano na ile 3.2% ya watu wa jadi. Wanafanya makadirio na jibu linalopatikana ni takriban gramu 10 za linoleic acid kwa siku. Gramu 10 kwa siku. Hilo ndilo lengo la juu linalopendekezwa na hii rock solid diet. Ndiyo, gramu 10 kama kiwango cha juu kabisa. Usizidishe mara kwa mara. Hebu tuweke hizo gramu 10 kwenye uhalisia. Tunda kama apple. Kidogo sana, kama 0.08 gram. Haina maana. Okay, konzi moja ya karanga kama gramu 50. Hapo sasa, gramu 50 za karanga zinaweza kuwa na gramu 8 za omega-6, karibu na kikomo chako cha siku nzima. Lo, karibu siku nzima kwa konzi moja tu, na vijiko vitatu vya mafuta ya alizeti. Hiyo ndiyo hatari zaidi, kama gramu 31 za omega-6, zaidi ya mara 3 ya kikomo cha siku. Mara 3, hapo unaona umuhimu wa kuepuka hayo mafuta moja kwa moja. Kabisa, mifano hii inaonyesha kwa nini wanasisitiza kuepuka mafuta ya mbegu na kuwa waangalifu na karanga. Wanataja pia kuna kikokotoo kwenye tovuti yao kusaidia kufuatilia. Mwishoni, kuna hii hoja ya kibiolojia zaidi. Uhusiano kati ya omega-6 na mitokondria, zile injini za seli zetu. Ndiyo, utafiti wa 2004 kwenye panya waliwalisha omega-6 nyingi kutoka mafuta ya alizeti. Matokeo, omega-6 iliongezeka moyoni, muundo wa mitokondria uliharibika, kitu kiitwacho cardiolipin kilipungua, na uwezo wa kutumia sukari kuzalisha nishati, ATP, ulishuka sana. Na hii inahusianaje na magonjwa kama saratani? Hapa ndipo kuna unganisho la kufikirisha. Hali hiyo ya mitokondria kuharibika na kushindwa kutumia sukari vizuri inafanana na moja ya sifa kuu za seli za saratani, Warburg effect. Kwa hiyo hoja ni kwamba omega-6 nyingi zinaweza kuchangia kuharibu mitokondria kwa njia inayofanana na saratani. Inaleta picha kubwa zaidi kuhusu umuhimu wa kudhibiti ulaji. Kabisa. Kuepuka omega-6 nyingi ni muhimu kwa afya ya mitokondria na kuzuia magonjwa kulingana na hoja hii. Kwa hiyo, tukijumlisha yote, ujumbe mkuu kutoka kwenye uchambuzi huu wa Rock Solid Diet ni nini hasa? Ujumbe mkuu ni punguza sana ulaji wa omega-6, hasa kutoka mafuta ya mbegu, alizeti, soya, namka, vyakula vilivyokaangwa, navyo na kuwa mwangalifu na mafuta ya nguruwe kuku wa kisasa. Lenga chini ya gramu 10 kwa siku. Na badala yake tumia nini? Tumia mafuta ya nazi, siagi, mafuta ya ng'ombe, talo, kula kwa wingi nyama za wanaochua, ng'ombe, mbuzi, samaki, matunda na mboga mboga. Na tunapomalizia, tunakuachia wewe msikilizaji wetu wazo hili. Angalia lebo za vyakula ulivyopakiwa unavyonunua. Hata vile bora kiafya. Ni mafuta gani ya mbegu yamefichwa humo? Ni zoezi zuri kufanya. Na kwa maelezo zaidi na mwongozo, kumbuka kutembelea tena tovuti ya mpango wa kufundisha wa Remedify kwenye http://beacons.ikk2020. Utapata msaada zaidi huko. Asante sana kwa kuwa nasi leo kwenye kipindi cha mpango wa kufundisha wa Remedify. Tunatumai umepata kitu cha kutafakari na pengine kujaribu. Asante kwa kusikiliza. Tukutane tena wakati ujao.